Naam, hii ni sehemu ya 61 ya simulizi yetu nzuri kabisa ya kijana wetu Hamza. Na tulipoishia bwana ni pale ambapo Rhoda anatakiwa kuondoka na Malkia ambaye ni Regina, kwa sababu tayari Skeldon ameshafika na kuanza kupambana na kijana wetu Hamza. Kwa hiyo Hamza akatoa amri kwa Rhoda ya kwamba amchukue Regina aondoke naye. Sasa kipi kitakachoendelea msikilizaji? Je, ndio wakati ambao tutaona nafsi ya pili ya Malkia wetu Regina ama itakuwaje? Kwa sababu tayari ana pete. Okay, like na comment kwa mwanafamilia kama kawaida. Napitia komenti zako kuona una lipi la kusema. Tusonge mbele. Black Fog mara baada ya kumshika mkono Regina na kumvuta kidogo, Regina alisimama kama alikuwa ni akigoma kukimbia. Black Fog akasema ya kwamba Sister Regi, tuondoke. Regina uso wake ulikuwa umejawa na machozi. Na kumbukeni hapo Regina yani ni kama sana nataka sasa ni ametoka kulia kwamba anaonekana ni kama hana lolote kwa mwanaume wake. Wanawake ambao wapo karibu na Hamza ni wanamsaada kwa namna yote, lakini hata kupika maskini akajui, kanajua tu biashara. Kwa hiyo alishageuza kichwa chake na kumwangalia kijana Hamza aliyekuwa akiugulia maumivu. Hamza hakuwa hata na muda wa kuangalia wanawake hao wawili. Umakini wake wote ulikuwa ni kwenye kudeal na Skeldon na alikuwa akipata wakati mgumu sana. Sasa mpango wake wa mwanzo ni kama ulishtukiwa na pia hakuwa na nguvu za kutosha. Na Skeldon ni kama alimshambulia kwa style moja tu bila kutumia nguvu nyingi na kumfanya kuhisi sasa yani tunaweza kusema nini, yani pambano lake yani ni kama ni linazidi kuwa gumu kwake. Sasa Skeldon huku akicheka kwa nguvu akasema, Lucifer, kumbe mke wako yupo hapa. Aiseni kwa sijui. Alelelele, kumbe mkeo yuko hapa pia. Umejiletea yani mzigo mwenyewe. Leo umekwisha. Regina ambaye alikuwa akivutwa kwa nguvu na Black Fog kusikia hivyo, pale pale alisi ni kama kuna uzi uliokuwa ukivutwa kwenye moyo wake. Ghafla Black Fog hakuelewa imekuwaje, lakini alisukumwa kwa nguvu na kujikuta akimwachia Regina mkono bila kupenda. Alishangaa mno kwa nguvu zile za Regina na alishia kugeuka na kumwangalia akishia kusema, Sister. Regina macho yake aligubikwa na ukiburi wa aina yake. Ingawa sauti yake haikuwa kubwa, lakini aliongea kwa ujasiri mkubwa. Akasema, siondoki, ninabaki hapa hapa. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo alishangaa pia. Aligeuka na kumwangalia Regina ambaye alikuwa na muonekano wa kujiamini na alijikuta akiingiwa na hisia mchanganyiko kwenye moyo wake. Msikilizaji, kimantiki alipaswa kumfokea kwa ujinga wake. Isitoshe kuendelea kukaa hapo sinamwongezea hatari zaidi kwa shabaha ya Skeldon. Lakini Hamza hakuongea chochote. Mara baada ya kuona Regina ndo ameamua kubaki. Alihisi ni kama Regina ameamua kufa naye. Sasa Regina akasema kwamba hata kama sijui kupigana, angalau naweza kumpa company, iwe ni kwa kifo ama uhai. Malkia wetu, karembo ketu Kareji, mdao kanugeo kauli kalikuwa kana macho mekundu. Rhoda alibungaa tu kusikia hivyo. Alishindwa kuongea chochote wakati akimwangalia Regina na muonekano sio wa kawaida. Ukweli ni kwamba Rhoda hakumpenda Regina kivyo. Si kwa sababu ya wivu, no. Bali Black Fog alikuwa na mawazo sawa na Nyaka, na kuona kwamba wanawake wa kawaida hawamfai nani? Mfalme Hamza. Muone yani ni kama sasa wifi mtu kwamba anamuona ni kama mke wa kaka yake, yani mbona ni wakati anafahamu kuna pisi nyingi ambazo zingeweza kuwa na kaka yake. Ndio ambavyo sasa alikuwa anamchukulia Regina. Huyu mwanamke kitu pekee ni uzuri wake. Yani Regina ni uzuri wake. Hakuna mafunzo yote na kuonekana kuwa mke mzuri au mwenye kujua kujali. Sasa imekwaje Hamza akavutiwa naye na kumfanya mke? Ndilo swali ambalo Nyaka na Rhoda walikuwa wanajiuliza. Yani ni kama Regina kwao yani hafai. Kwa hiyo hayo ndio alikuwa ni mawazo pia ya Rhoda. Lakini sasa kwa sababu ya muonekano wa Hamza kwenda kwa Regina,
hakutaka kuongea chochote na kumfanya kuwa na hasira. Kitu pekee alichofanya ni kuigiza kumpenda. Lakini mara baada ya Regina muda huo kuongea hivyo, Rhoda mtazamo wake dhidi ya Regina ulibadilika kidogo. Aliona ijapokuwa mwanamke huyu alikuwa ni mjinga na asingeweza kusaidia chochote, alihisi ule msemo wa ujinga muda mwingine ni sifa ya mvuto. Pengine ndio alichopendezwa na Hamza. Hamza aliishia kutoa tu tabasamu la uchungu. Ukweli ni kwamba hata kama Regina na Black Fog wangekimbia, pengine asingeweza kwenda mbali sana, ila Regina kuamua kubakia ilimgusa. Yaani ni sawa na kwenye msiba, wewe mchango wako unaweza usiwe na maana yoyote, lakini kufika kwako by physical kwenye msiba kuna maana kubwa kuliko hata aliyetuma mchango. Japo kuna faida yake, lakini utofauti ndio unakuwa hivyo. Ijapokuwa mwili wake ulikuwa umechoka, lakini moyo wake ulipatwa na joto. Basi Skeleton akasema kwamba, "Hello Lucifer, hakika una mke mzuri sana. Mimi napenda wanawake wa aina yake. Na ninakupatia heshima yangu bwana, na nakuhakikishia hili pambano halitowahusu hao wanawake wawili." Aliongea Skeleton akicheka kama kawaida yake. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, ishara ya tumaini ilimvaa. Aliona ni kama nafasi bado alikuwa nayo. Vinginevyo kama ingekuwa ni kujilinda tu bila kushambulia, basi ni sawa, sina kukubali tu kifo. Hamza akasema, "Angalau kama gwiji mkubwa bado hujapoteza weledi wako wa msingi." Aliongea Hamza na pumzi ya weni, na pale pale alikaa katika staili ya mapigano ya kucheza dragon. Hamza aliona kama angetumia nguvu tu za kimwili kumshambulia Skeleton, angepata wakati mgumu sana wa kushinda. Hivyo aliamua kurudi katika hatua moja muhimu ya maisha yake ya nyuma kabla ya kuanza mbinu mpya na kuachana na nishati za mbingu na ardhi ya ufunuo wa maji. Unajua msikilizaji, kuna baadhi ya mbinu za kimapigano ambazo zilihitaji nishati ya mbingu na ardhi ili kuwa na ufanisi, lakini mbinu ya kucheza dragon haikuwa na haja sana ya nishati za mbingu na ardhi. Hivyo Hamza aliona pengine ajaribu mbinu hiyo. Mara baada ya Skeleton kuachia shambulizi lingine, Hamza alisimama na kusogelea shambulizi lile kwa kasi, na kwa mara nyingine alianza kupambana kwa kasi kubwa sana, na kila aina ya silaha za mifupa na roho alizokuwa akitupiwa kumeza roho yake aliendelea kupambana nazo. Skeleton alitegemea zaidi upepo kumpunguza Hamza spidi, ili yani asimfikie, na wakati huo kumchosha. Ijapokuwa Hamza alikuwa ameelewa mbinu ya adui yake anayotumia, lakini hakuwa na uwezo wa kushambulia kwa mbali. Hamza mara baada ya kwenda nyuma na kurudi mbele, alikuja kugundua kama ataendelea kufanya hivyo ni swala la muda tu kuuliwa. Aligeuka pembeni na pale pale aliweza kuona nguzo ya nyaya za simu, na alikimbilia na kisha kwa nguvu alivuta. Nyaya zile ziliishia kutoa cheche za umeme na kukatika. Hamza mara baada ya kushika nguzo ile, aliishiwa tu kuizungusha ni hewani kwa kumlenga nayo Skeleton. Ile Hamza anataka kumsogelea, Skeleton alishtuka na kuanza kushambulia kwa staili nyingine. Skeleton kile kifaa chake alikikita chini ardhini, na ghafla tu miale mingi sana kijani ilichipukia kutoka ardhini. Ghafla tu Hamza alizungukwa na miale mingi na kujikuta sasa akitumia nguzo ile kuruka hewani kama mwanariadha kukwepa miale ile. Mifupa nayo haikuwa nyuma kumshambulia, na Hamza alitumia nguzo ile kuifyatua kuisambaratisha mbali. Kwa mara ya kwanza tokea Hamza apoteze uwezo wake wa nishati za mbingu na ardhi, ni kama sasa anaanza kujiuliza mara mbili kwamba ina maana bila ya kuwa na uwezo wa nishati za mbingu na ardhi hawezi kumshinda mtu kama Skeleton, Ina maana njia aliyochagua kuiendea hiyo njia haikuwa sahihi. Ajikuta kwa mara ya kwanza akijishtukia na matokeo ya mafunzo yake, kwa sababu aliona hana uwezo wa kushinda. Skeleton hakuwa na haja ya kujua ni kipi Hamza anawaza. Mara baada ya kuita tufani ya umauti, kwa mara nyingine alimzingira Hamza na alitoa roho nyingi sana za vifo kumshambulia. Sasa Rhoda aliyekuwa umbali mfupi, mara baada ya kuona Hamza akiwa amezungukwa na kuonekana kuwa katika hali ya kukosa msaada, alishia kusaga meno yake kwa hasira, na kisha akamgeukia Regina akamwambia, "Sister Regi, jifiche vizuri, ngoja mimi nitamsaidia bro." Mara baada ya kumaliza sentensi yake, aliongeza spidi yake kwa kiwango cha juu, huku sasa akichomoa kisu kwenye kiuno chake na kugeuka kivuli
na kisha alitimua mbio kumsogelea Skeleton. Skeleton alionekana kugundua Black Fog alikuwa akimsogelea na alishia kusonya tu, akasema, "Yaani na level yako ya ukaidi wa asili unathubutu vipi kutaka kuniua? Hamza kakemea akasema, "Usisogee karibu ya upepo. Una sumu." Alikemea Hamza kwa nguvu kwamba asisogee karibu ya upepo maana una poison. Lakini alikuwa amechelewa, kwani Black Fog aliamua moja kwa moja kuingia kwenye pambano. Binti alitumia mbinu yake ya 100 Shadows. Mara baada ya kuongea Binti ya kwamba 100 Shadow ni kama mwili wake uligeuka mwanga. Alikuwa na speed kiasi kwamba hata Skeleton hakuwa na muda wa kushtuka, kwani Black Fog alikuwa tayari mbele yake. Kutoka mita 20 au 30, Black Fog alionekana ni kama ameteleport kwa robo sekunde tu. Sio unafahamu sekunde ndivyo? Sasa robo yake sio nusu, robo yake. Robo sekunde. Sasa kisu kile alichoshikilia Black Fog kilizama katika eneo la moyo wa Skeleton. Black Fog alikumbuka mara mwisho Hamza mara baada ya kumpasua Skeleton hakuonekana kupata madhara, ndio maana aliamua kumshambulia katika moyo wake. Lakini tatizo, licha ya kwamba kisu kilipita, lakini hakuwa na damu yoyote. Na Skeleton alishia kutoa tabasamu la uovu. Akasema, "Nishasema na nitarudia tena, mimi ni wa milele." Basi pale pale kiwengo kizito cheusi kilimtoka Skeleton kutoka kwenye kofia yake, na Black Fog alishtuka na haraka sana alifumba macho na kuzuia pumzi. Lakini moja madhara ya 100 Shadows ni kushindwa kuutawala mwili wake kisawa sawa. Basi Skeleton na kile kifaa chake alimfyatua Black Fog na kumfanya kwenda kujipigiza ardhini na kutapika damu nyingi. Msikilizaji, gwiji ni gwiji tu siku zote. Kwa mtu kama Skeleton ilikuwa ni ngumu kwa askari kama Black Fog kumletea madhara. Akasema kwamba sikutegemea ninja wa kike kama wewe kuwa na uwezo huu wa kipekee. Kwa bahati mbaya huna uwezo wa kudili na mtu kama mimi. Ukweli Skeleton aliogopeshwa na uwezo wa Black Fog kwa sababu hakuweza kuendana na kasi ya 100 Shadows. Hamza aliona Skeleton alitaka kumshambulia Black Fog na pigo lingine la silaha mfupa, na kwa nguvu zake zote alivunja kutoka katika kile kimbunga na kwenda kupangua shambulizi lile. Akasema kwamba unapigana naye ni mimi. Skeleton akasema, "Lucifer, nimeahidi mimi sitafanya chochote kwa hawa wanawake. Lakini kama yeye ndo anataka kufanya kitu kwangu, basi usinilaumu." Regina mara baada ya kuona Roda ameumizwa, haraka alikimbia kutaka kwenda kumsaidia. Hamza akasema, "Wife, usisogelee." Aliongea Hamza mara baada ya kumuona Regina akisogea. Regina naye akasema kwamba nitamchukua Roda kwenda naye nyuma. Wewe endelea tu kupigana. Aliongea Regina. Regina alikuwa akiendelea kujifunza ile mbinu ya andiko la malaika kwa muda sasa. Ijapokuwa hakuweza kupata nguvu yake halisi, lakini nguvu za kimwili ziliimarika kiasi cha kuweza kumbeba Black Fog na kwenda naye nyuma. Roda alishia kumwangalia kinyonge Regi aliyesogea kumwokoa licha ya hatari. Macho yake yalionyesha hisia zisizoelezeka. Akataka kuongea, Regina akamwambia, "No, usiongee." Na kauli ya Regina ilimfanya Roda kushikwa na hatia. Maana yeye ndo alipaswa kumlinda Regina, lakini imekuwa kinyume. Msikilizaji, tatizo ni kwamba Roda siku zote alikuwa kimdharau Regi. Lakini muda huo Regi kuja kumwokoa kutoka katika eneo la hatari ilimfanya kuzidi kushikwa na hatia. Hamza hakuwa na muda wa kudili na wanawake hao kwa sababu hata yeye mwenyewe alizidi kuona kazi inakuwa ngumu kwake na mbinu mgawanyiko ilikuwa ikizidi kumlemea. Shida pia ni kwamba nguvu zake zote alikuwa akitumia kupambana na roho za wafu ambazo Skeleton anamtupia, na ilikuwa akipoteza nguvu zake tu. Kisulisuli cha miale ya moto kilikuwa kimemzingira Skeleton, na kadri kilivyokuwa kikizunguka kilizidi kutoa msisimko wa roho ya mauti na kuanza kuisumbua nafsi ya Hamza. Vibaraka wa ardhi ambao walikuwa wakijitokeza mara kwa mara kwa kuibuka kutoka ardhini walimfanya Hamza kutumia nguvu nyingi kudili navyo na kumfanya sasa kushindwa kuendelea kuhimili athari za mbinu yake ya mgawanyiko. Hisia za kizunguzungu zilimfanya Hamza kujihisi ni kama anataka kutapika. Alijua fika hiyo ni ishara ya mwili wake kuchoka sana, na kama ataendelea kupigana kwa staili hiyo
kama sio kupatwa na kifo cha ghafla basi atapoteza fahamu. Lakini mara baada ya kufikiria kuhusu wanawake wawili aliokuwa nao ambao alipaswa kuwalinda, moyo wa Hamza ulijawa na wasiwasi na kung'ata meno kwa nguvu kuashiria yupo tayari kuvumilia. Sasa Skeleton akasema, Lucifer, nguvu nazo, lakini mtu uliyekutana naye ni mimi. Mimi nimezaliwa kuwa nemesis kwa watu wenye nguvu kama wewe. Kwa hiyo hautaweza kunishinda kabisa. Baada ya Skeleton kuongea hivyo, na wimbi lilitoka kwenye kile kifaa chake huku akiita tena tufani ya mauti. Wimbi kubwa la upepo lilimvaa Hamza na kumfanya sasa ni kumkusanya kumpeleka hewani. Kabla ya kumrudisha chini kwa nguvu na kujigonga, Hamza alipata ile shida ya kuweza kuhimili mwili wake. Alihisi miguu yake na mikono vikimtetemeka. Skeleton akasema kwamba nataka kuona utavumilia kwa muda gani. Baada ya Skeleton kusema vile, akaongea tena, kibaraka wa ardhi ya uozo. Mara baada ya kuongea vile, mskule wa ufinyanzi wenye sumu ya mfu uliibukia kutoka ardhini ukiwa unatoa harufu kali sana, kama vile umetokea kwenye mtaro na kuanza kumshambulia Hamza. Hamza mwili wake wote ulikuwa umejaa jasho. Airusha ngumi kulenga mskule ule na kufanikiwa kumsambaratisha. Mara baada ya kumaliza hivyo, Hamza alishindwa kuendelea kuvumilia mara baada ya kugusana na kibaraka wa uozo. Alihisi mwili wake na mikono yake kurudishwa katika hali ya binadamu wa kawaida. Basi Skeleton alionekana kuwa katika hali ya furaha mara baada ya kuona matokeo yale. Akasema kwamba kwa jinsi tu ulivyo, huwezi kushindana na nguvu ya kibaraka wangu wa uozo. Utawezaje kuendelea kushindana mimi? Aliongea kwa sasa akiendelea kucheka na kujigamba kama kawaida. Mara baada ya kumaliza kauli yake, Skeleton aliachia tena wimbi lingine la msisimko wa kifo na kumshambulia Hamza kwa mara nyingine. Awamu hiyo Hamza hakuwa na spidi ya kutosha kuweza kukwepa. Mara baada ya kukumbana na wimbi lile la msisimko wa kifo, mwili wake ulianza kufuka moshi wa kijivu, akionyesha ishara zote alikuwa akiathirika kwa kasi. Hamza aliweza kuhisi ubongo wake ulikuwa ukianza kukosa hewa ya oksijeni na kila msuli katika mwili wake uliovumilia kwa muda mrefu kutokana na mbinu ya mgawanyiko ulishikwa maumivu makali sana na kukataa kabisa kumtii. Alishawahi kupatwa na hisia kama hiyo hapo kabla, lakini siku zote alikuwa na washikaji zake pembeni wa kumsaidia. Lakini katika muda huo alijiuliza, liko wapi tumaini la ushindi? Hamza hakuwahi kuhisi hali ya majuto kama hivyo. Alipoteza mafunzo yake nishati za mbingu na ardhi, ya ufunuo wa maji, na kama sio kujiingiza katika mafunzo ya aina hiyo, pengine asingekuwa katika hali kama hiyo. Kwenye banda la kuhifadhia trekta, Regina aliweza kumuona mwanaume wake akiwa amezingirwa na kiwingu cha msisimko wa kifo kikimtafuna, huku akionyesha kuteseka kiasi cha machozi kumtoka. Maumivu makali sana yalioshika moyo wake, kama vile kuna mtu kashikilia moyo wake na kuanza kuuminya bila huruma. Upande mwingine, Black Fog kutokana na majeraha yake hakuweza kusogea hata kidogo. Alichoweza ni kukaa kitako na kujaribu kukusanya nishati za mbingu na ardhi kwa ajili ya kujiponyesha. Mara baada ya Skeleton kuongea na roho za wafu kumshambulia Hamza, hatimaye alionekana kufanikiwa kumdhibiti kwa namna alivyomuona kachoka. Ilikuwa ni kweli, Hamza alikuwa amechoka mno. Ilikuwa ni ngumu kwake hata kusimama. Sababu kubwa ya mwili wake kuwa katika hali hiyo ni kama vile wale roho mufu ni kama wameshikilia akili yake na moyo wake na kujisi ni kama hawezi kujisaidia tena. Asa Skeleton akasema kwamba Lucifer, maisha yako ya ugwiji yataishia hapa. Katika shamba lisilofahamika ndipo maisha yako yatakapoishia. Kabla ya jua kufikia utosi, utakuwa umeshapoteza maisha. Anaongea Skeleton na alionekana kutaka kutoa shambulizi la mwisho. Basi akasema kwamba huu ndio uzito wa uwajibikaji ambao unatakiwa kubeba kwa kukosea kubadilisha mfumo wako wa mafunzo. Mara baada ya kuongea vile, aliita mkuki wa mfupa. Mkuki huo ulikuwa tofauti na ile yote alikuwa akitumia mwanzo. Nguvu kubwa ya kifo ilionekana kuzingira mfupa ule na kufanya ubadilike rangi na kuwa mweusi. Basi Skeleton sasa huko akicheka akasema kwamba ngoja nitumie shambulizi hili la mwisho kuyakatisha maisha yako. Maiti yako nitaitumia vizuri. Aliongea Skeleton na pale alianza kutoa kicheko cha ajabu. Hamza alishia kutingisha kichwa chake kama vile ameshikwa na wazimu, wakati sumu ya kifo ikizidi kujiambatanisha na mwili wake. Lakini mara baada ya kugeuza uso wake, aligundua Regina
hakuwepo mahali aliposimama. Upande mwingine Black Frog aliyekuwa akijiponyesha majeraha yake alishia kutoa makelele akiwa na muonekano usio wa kawaida. Akasema tu no! Hamza pale alihisi hali sio ya kawaida na haraka sana aligeuza kichwa chake, na pale ndipo alipogundua karembo Reggie kalikuwa kamekwisha sogea mbele yake, tena kakiwa na uso uliojawa na machozi na kupanua mikono yake kwa namna ya kukinga. Aisee, muda ulionekana kuganda. Iwe ni miluzi ya mawimbi ya upepo au nguvu ya kifo iliyokuwa ikizunguka, Hamza hakuweza kusikia na hakuona kitu kingine zaidi mbele ya macho yake. Alichoweza kuona muda huo ni silaha ambayo ilipaswa kumshambulia yeye, ilikuwa imemshambulia Regina na kutoboa kifua chake na kufanya damu mingi kusambaa kwenye ule mfupa. Muda ule Hamza aligundua oya, haikuwa ndoto, ilikuwa ni uhalisia. Hamza kichaa kilimpanda. Aise, alipiga makelele akasema no. Hapo wakati anapiga makelele, ngumi yake alisikita chini. Kumuona mwanamke wake akiwa chini, alihisi ni kama vile nafsi yake imelipuliwa. Yaani ule uchovu wote aliokuwa akiuhisi, oya, mbona ulipotea mara moja? Na alihisi ni kama kichaa umemvaa. Ile damu iliyokuwa ya baridi katika mwili wake ilianza kuchemka kwa kasi. Hamza alienda kujirusha pembeni ya Regina na kumwangalia uso wake uliofubaa. Ilikuwa ni muda huo ni kama damu yake ilikuwa ikipotea pamoja na nafsi yake. Kwa taabu sana, Regina aliinua mkono wake na kushika eneo la kifuani, sehemu ambayo silaha ile ilikuwa imemtoboa. Regina kwa shida akasema, Hamza nakufa. Regina sauti yake ilikuwa dhaifu mno. Dhaifu kiasi kwamba ilikuwa ngumu kumsikia vizuri. Hamza alishatu kumkumbatia Regina huku akipaliwa na wingi wa hisia zake. Hamza akasema, mke wangu, huwezi kufa, hapana. Hakuna kitakachokutokea. Skendo mwenyewe kutegemea hali ingekuwa hivyo. Alishia tu kuangalia kinachoendelea bila haraka, bila kuachia shambulizi lingine. Roda alikuwa tayari analia. Japokuwa sio yeye aliyetobolewa na silaha ile ya mfupa kifo, aliweza kuhisi maumivu makali kama vile yeye ndo imemdunga. Regina alishia kumwegamia tu Hamza akiwa hana nguvu kabisa, huku akiwa anamwangalia kwa masikitiko. Basi Regina kwa shida sana kakasema, hatimaye kwa mara ya kwanza nimeweza kusaidia, licha kwamba msaada wangu hauna faida kubwa kwako. Msikilizaji, sumu ya kifo iliyokuwa imeambatana na ule mfupa iliendelea kummaliza Regina taratibu tu, na hata damu iliyokuwa ikitoka katika midomo yake ilianza kubadilika rangi na kuwa nyeusi. Basi bwana, Hamza mara baada ya kusikia kauli ile alishindwa kujizuia na kuachia ukelele mkubwa sana wa maumivu. Mara baada ya kileo, macho yake pia iligubikwa na machozi mengi. Alishia kunyosha mkono wake kiuoga na kuupapasa uso wa Regina huku akisikiliza pumzi yake ya mwisho. Akamwambia, wife, bado sijakuchumbia, naomba unipe muda kidogo, please, usiniache. Regina alionekana hakuwa akimsikia kabisa Hamza, na midomo yake ilishia kutetemeka tu. Regina akasema, nasikia baridi, kuna baridi sana. Hamza alishia tu kumkumbatia. Alitamani kunyofua huo mfupa kutoka kwenye kifua chake, lakini alijua kama angeutoa basi Regina angepoteza damu nyingi sana na kufa mara moja. Basi Regina akasema, Hamza, leo ndo nimepata hakika ni kweli. Regina alionekana kutumia nguvu nyingi sana, na mara baada ya kuongea hivyo alifumba macho yake taratibu, na haikueleweka fahamu zimempotea au amepoteza uhai, ila alikuwa ni wa baridi mno. Msikilizaji, mimi na wewe hemtoe wambea kidogo. Tunaamini hii kauli ya naku ni kwamba alikuwa anamaanisha kwamba Hamza, leo ndo nimepata uhakika kwamba nakupenda. Lakini hajamalizia. Sasa Hamza alihisi ni kama vile amepigwa na radi. Hakutegemea mwanamke huyo mpaka katika mwisho wake alikuwa hajui kama amependa pia. Yaani mtu anaenda kufa ndo anajua, wow, hivi kumekuwa nampenda? Like seriously?
Lakini ndio hivyo. Ndio mbinu iliyomhakikishia kwamba alikuwa amependa, licha kwamba ilikuwa ni mbaya sana. Hamza alishawahi kupatwa na maumivu hayo mwanzo, lakini maumivu hiyo aliyekuwa katika mikono yake ni mke wake. Alichojisikia Hamza hayakuwa maumivu pekee, lakini pia majuto makali sana na chuki. Sasa Hamza akasema, mjinga aisee, sijawahi kuwa na wasiwasi na hisia zako. Aliongea Hamza huku akitabasamu la huzuni na kuinamisha kichwa chake na kumbusu Regina kwenye paji la uso. Skeleton yeye mwenyewe akasema kwamba Lucifer, una mke mzuri sana na anayekupenda aisee, ila sio mbaya, nitawapeleka wote kuzimu mahali unapostahili. Aliongea Skeleton na kisha akaita mfupa mwingine wa kifo. Mfupa ule ulichana anga kuelekea alipo Hamza, ukimlenga eneo la mgongoni. Lakini sasa mara baada ya Skeleton kuona Hamza hawezi kufanya lolote, ilikuwa ni kosa. Kwani Hamza alishainua mkono na kuudaka mfupa ule wa kifo. Hamza pale pale kwa umakini sana alimweka Regina chini na kugeuka na kisha kumwangalia mchawi huyo katika joho jeusi. Licha ya kwamba haikuonekana kama mbinu ya mgawanyiko ilikuwa ikifanya kazi, licha ya kwamba Hamza alionekana kuchoka sana, lakini Hamza alinua uso wake juu kwa mara nyingine na alihisi hali isiyokuwa ya kawaida ikichemka kwa kasi kutoka katika mwili wake. Macho yake yalifunikwa na ari kubwa sana kupigana. Ni kama vile amekumbwa na pepo la njaa na jini la ukatili. Alikuwa tayari kupigana mpaka kufa. Skeleton hisia zake zilichechemana. Aliweza kuhisi msisimko ambao Hamza alikuwa akisambaza, lakini mantiki ilimwambia Hamza ndio alikuwa mwisho wake, kama alivyoshuhudia kwa watu wengi wanaopoteza maisha kushikwa na ujasiri mwingi sana nyakati za mwisho. Skeleton akasema, Lucifer, haina haja ya kuanza kujititimua bana. Mwili wako hauwezi kuhimili kwa dakika nyingi. Acha kuleta ukinzani na nitakupatia kifo cha haraka. Hamza yeye hakuongea chochote. Alikuwa ameshikilia ule mfupa mkononi na kichwa chake kilikuwa kinaondoa ukungu kuliko isivyokuwa kawaida, yani kama isivyokuwa mwanzo. Pengine ni kwa sababu muda huo alikuwa karibu na kifo. Na Regina, matendo yake ya kujaribu kumwokoa si tu yalimfanya mwili wake kuwa na nguvu, lakini vile vile uwepesi uliongezeka. Upiganaji wa kawaida ulimpotea. Na Hamza alichokuwa akitafuta ni aina ya mapigano ambayo hayajawahi kuonekana. Mfupa alioshikilia mkononi mwake ulimfanya kumkumbusha mbinu ambayo alishawahi kuiona lakini hakuwahi kuijaribu kuitumia. Nguvu ya upanga ama nguvu ya silaha. Ndiyo, ni nguvu ya upanga ambayo Hamza alijifunza kutoka kwa yale masanamu aliyopambana nayo ndani ya pango la kaburi la kale. Nadhani utakuwa unakumbuka msikilizaji, kule Tanga Lushoto. Masanamu yaliyokuwa yakilinda fuele. Mbinu ile alishawahi kuiona lakini hakuwahi kufikiria kujifunza kabisa. Lakini mara baada ya kushika mfupa huo ni kama sasa ilimkumbusha kule kwenye yale maskeleton ya kule. Kwa sababu hakuwa na nishati za mbingu na ardhi, hakufikiria kujifunza mbinu ile kabisa kutumia upanga. Kutokana na kupata mbinu ya mgawanyiko, Hamza aliona hakuhitaji mbinu nyingine ya kawaida kama ya kutumia upanga, na hiyo pekee ingemtosha. Lakini muda huo Hamza kuwa katika hali ya kifo na uhai, swali ambalo mwanzo alilidharau lilibukia kichwani mwake tena. Je, ili kuwa mpiganaji mkubwa wa kupambana na nguvu za ziada, unahitaji nishati ya mbingu na ardhi au nguvu ya mgawanyiko? Hamza alikumbuka ile masanamu yalivyokuwa yakichezesha silaha zao na kumchezea, yani kumchezesha yani kiasi cha kumchosha. Je, yalikuwa na nguvu yoyote ya nishati ya mbingu na ardhi mpaka kuwa na ukali ule? Jibu ni kwamba yale masanamu hayakutumia nishati yoyote. Yalitumia mbinu pekee za kucheza na silaha ya upanga na kufanikiwa kumpiga mpaka akajihisi kuomba samahani. Kama asingetumia nafasi yake ya uelewa na kuchomoa fuele ambazo zilikuwa ni kama chanzo cha nguvu zao, angefia katika ile kaburi la kale. Sasa anachomaanisha Hamza na kufikiria sio nishati ambayo ilikuwa ikifanya yale maroboti kuwa na nguvu, bali ni mbinu ya yale maroboti waliotumia kumdhibiti. Yani ni sawa msikilizaji na kusema kwamba binadamu unaweza kuwa na uwezo wa kuchezesha upanga kama yale maroboti na usiweze kufanya chochote. Ndio swali ambalo liliibuka katika kichwa cha Hamza.
Kama binadamu ana uwezo wa kushika upanga mkononi na kuchezesha, je, ili kuwa na utaalamu wa yale masanamu anajitahidi yani anahitaji ufunuo wa kinishati kutumia upanga? Jibu linakuwa moja tu. Nguvu ya maroboti yale haikutokana na zile fueli zilizokuwa kama umeme kwao, bali ni mbinu ambayo yalikuwa nayo kwenye kutumia silaha. Sasa Skradon akasema kwamba nadhani nishakupa muda wa kutosha kujifikiria. Aliongea Skradon mara baada ya kugundua Hamza hakufanya shambulizi lolote. Na pale pale kwa mara nyingine aliinua kifaa chake mkononi na kuita ni kama ni mfoko wa kifo hivi. Msisimko wa kifo uliokuwa ukitoka ni kama vile ni dhoruba inayoenda kumfunika Hamza mazima. Hamza alishia kusimama tu katika eneo moja, katika utulivu na uwiano. Alichokifanya ni kuinua mfupa ule juu, kama vile alikuwa akiinua upanga. Mara baada ya kuona mfoko ule wa kifo umemsogelea karibu, alifyatua ule mfupa kwa namna ya kufyeka hewani. Hakukuwa na ustadi wote, wala hakukuwa na muondoko ajabu, hakukuwa pia na nguvu zote za nishati ya mbingu na ardhi wala ya mwili. Mfupa ule uligeuka kama silaha ya kiroho. Vizuri sana ukiendana na muunganiko wa kusudi la Hamza. Shambulizi lile ambalo Hamza alifanya, licha ya ukawaida wake, lakini ilikuwa ni kama vile ni shoti ya radi katika kuzima wimbi lile la kifo kwa namna isiyoelezeka. Wimbi lile liliishia kumzingira Hamza, lakini haikuonyesha kuwa na madhara yoyote kwake. Mbali kidogo na hapo, Black Fog aliweza kuona kile kinachoendelea na alihisi ni kama alikuwa akiona vibaya. Ilikuwa ni kwa kupepesa macho mara mbili tu ndio alijua, sio kama alikuwa akiona tofauti. Skradon pia alionekana kushangaa, kwani alichokuwa akishuhudia kilikuwa ni nje ya maarifa yake kabisa. Akasema, "What? Inawezekanaje hii? Wewe kama huna nishati ya mbingu, bila zana ya kiroho mkononi, umwezaje kuivunja wazi mbinu yangu?" Hamza alishia kuinua kichwa chake tu. Macho yake pia yalionyesha hali ya mshangao, huku akiangalia mkono wake ulioshikilia ule mfupa bila madhara yote, na alishia tu kuongea chini chini. Hamza akasema, "Oh, kumbe ipo hivi." Anaongea Hamza kwa Kiswahili na kumchanganya Skradon. Skradon akasema, "Oh, unaongea nini wewe? Nini kinaendelea?" Msikilizaji, kama gwiji, licha kwamba Skradon hakuwa na mafunzo ya kimapigano na kutegemea zaidi uchawi wake, alijua hakuna mbinu yoyote pekee ya kimapigano ya kimwili kwa kutumia upanga ambayo ina uwezo wa kuvunja nguvu ya uchawi bila kuwa na nishati ya mbingu na ardhi. Hamza aliweza kuzima mfoko wake wa kifo kwa namna moja tu ya mfyeko. Skradon alishindwa kuelewa kabisa, hivyo alimwangalia Hamza akitaka kujua. Sasa Hamza akasema, "Kuna swali nilikuwa nikilifikiria sasa hivi." Skradon kwa kupanika akasema, "Swali? Swali gani?" Hamza alionekana kutokuwa na haraka kabisa, na alitembea na kukaa upande wa adui yake. Hamza akasema, "Swali langu ni hili. Katika huu ulimwengu, kipi kilianza kati ya kifaranga pamoja na yai?" Skradon akasema, "Lucifer, unajaribu kumaanisha nini? Kifaranga na yai vinahusiana vipi na mapigano?" Sikia, nishawahi kuanza na kuona kwamba bila mafunzo ya nishati, uwezo wa kimapigano unaohubiriwa utaishia kuwa katika midomo na vitabu pekee. Iwe ni mapigano ya mikono, mapigano ya kisilaha, miguu na kadhalika. Bila ya uwepo wa nishati ya mbingu na ardhi, ni miondoko tu isiyo na madhara mbele ya mtu mwenye nguvu za giza kama wewe. Lakini hili wazo lingine likanijia na kujiuliza, au mbinu za mapigano ziliundwa na watu waliokuwa na mafunzo ya nishati? Au pengine kabla ya kutengenezwa kwa silaha tayari watu walishajua matumizi yake? Jibu ni hapana. Kwa sababu silaha ni silaha na mbinu za mapigano ni mbinu vile vile. Silaha au mbinu ni njia tu za kushambulia, na zilipoonekana kwa mara ya kwanza zilikuwa zimekamilika kabisa. Mafunzo nishati yawe ni ya ndani au ya nje, ni njia tu ambayo ilitumika kutafsiri ukubwa wa mbinu na makali ya silaha. Baada ya silaha kuwa sehemu ya matumizi ya binadamu, baadaye watu walipotezea ile maana halisi ya silaha na kutafuta mbinu ya kuongeza uwezo wao kwa ajili ya kutumia silaha. Yaani kukurahisishia kila kitu kuhusu silaha, ukweli wote uligeuzwa.
Skeleton kusikia vile hakuonekana kuelewa kabisa maneno ya Hamza. Hata hivyo hakuwa mpiganaji, ingawa aliweza kuelewa kwa juu, lakini bado hakuelewa uhusiano uliopo kati ya Hamza na namna alivyoweza kukinga shambulizi lake. Hamza upande wake, moyo wake ulizidi kupata mwangaza na hali yake ilizidi kuchachamaa. Kati ya yai na kifaranga kipi kilianza, msikilizaji? Kama ni yai, lilitokea wapi? Kwa sababu yai linatotolewa. Kama ni kifaranga, kimetokea wapi? Maana kifaranga kikikua kinakuwa kuku, siji kinakuwa bata, siji kinakuwa nini, baadaye ndo kinatoa yai. Haya. Kwa hiyo ni kwa mara ya kwanza alipata kuelewa sababu ya yale masanamu. Mbinu yao ya kimapigano ilikuwa ni hatari sana. Masanamu yale ya kikale yalikuwa yamebeba maana halisi ya neno silaha na mbinu za kisilaha. Alipata kuelewa kwamba nishati ya mbingu na ardhi na nguvu ya silaha havina uhusiano wa moja kwa moja kabisa. Wataalamu wa mapigano wa kale na sasa wote waliamini kuunganisha silaha zao na nishati au nguvu za kiroho ndio namna ya kuifanya kuwa na nguvu. Lakini ukweli ni kwamba nguvu ya neno silaha kama silaha ilishasaulika. Yani ilisaulika kabisa yenyewe. Yani ni kama kumuuliza mtu wa kale ya kwamba kwa nini umetengeneza silaha? Kwa nini silaha iwe upanga? Kwa nini isiwe shoka au aina nyingine ya silaha? Swali hilo lilikuwa na umuhimu sana, na watu walisahau kujiuliza kila siku, na matokeo yake ile nia halisi iliyowekwa nyuma ya silaha husika ikapotea. Msikilizaji, silaha ni silaha tu. Hata kama isiwe na nishati za mbingu na ardhi, silaha kama silaha imekamilika. Kila kitu kinaweza kuwa silaha kwa sababu neno silaha halipo katika kitu. Wataalamu wengi wa mapigano, msikilizaji, wao wana nguvu kiasi gani, iwe ni kwa kuvuna nishati za mapigano, yani nishati za mbingu, au kutumia uchawi, mara zote mbinu wanazotumia wakiwa na silaha ni zile zile. Yani zile zile. Kufyeka, kuchoma, kuinua juu na kuzungusha. Yani hakuna kinachobadilika. Mbinu ni zile zile tu siku zote. Na hakuna ambaye alishawahi kukaa chini na kujiuliza kwa nini kama watu wana nguvu mbinu za kisilaha ni zile zile. Jibu ni kwamba, yani jibu la maswali yote likawa ni nia ama manuio ya kisilaha. Msikilizaji, silaha ipo katika nia. Kila silaha imetengenezwa kwa ajili ya nia moja kuu. Yani kwa lugha nyepesi ni kwamba msingi wa silaha haupo kwenye makali yake wala aina yake, bali ni kusudi au manuio au imani ambayo silaha inabeba wakati wa matumizi. Yani kwamba wewe unachukua hiyo ndala yako, hiyo slippers hiyo ndala yako hiyo, unaitumia kuulia nyoka. Kwa kusema ngoja ni yes, unavua ndala, umeona nyoka unaipiga. Lakini kuna kisu, kuna panga, kuna bunduki, lakini umeweka nia kwenye ndala. Si unaelewa? Kurahisisha zaidi, kitu chochote kilichopo kwenye mikono yako ukishakitambua kama silaha na kukipa nguvu ya manuio ya kisilaha, basi mfyeko mmoja unaweza kusambaratisha kila kitu. Yani iwe ni mwili au nguvu za giza kama za Skeleton. Ndio maana nakupa mfano tena mwingine. Wewe unaweza kuwa na vitabu vingi, lakini una kitabu kimoja kinaitwa Quran ama Bible. Na amekuja humo mtu ambaye unaona huyu huwezi kumpiga kwa panga, huwezi kumpiga kwa nguo, huwezi kumpiga siji kwa nini, ila umeweka nia kwenye hicho kitabu na ukaanza kushambulia. Unaua. Umeelewa? Unaua. Mchawi tena anakimbia, ila umeweka nia tu kwenye hiyo Bible ama Quran. Unaua mtu. Kwa hiyo hakuna mabadiliko magumu ambayo yanaweza kushinda msingi thabiti wa kusudi. Kuhusu sijui msisimko wa silaha, mfupo wa kifo na mambo mengine, ni aina tu tofauti ya nishati ambayo msingi wake hurudi katika nia. Hamza hata yeye alijiona muda wote alikuwa akikosea kwa kujiona yeye ni mpiganaji mkubwa ambaye anategemea nguvu zake mwenyewe. Kufikiria kama alikuwa akifanya vitu kwa nguvu yake mwenyewe ilikuwa ni kuzuia uwezo wake ambao ndio ungempelekea kifo. Ingawa alikuwa akifanya mafunzo mengi na mazoezi makali, lakini kila seli iliyokuwa katika mwili wake ilikuwa ikijitosheleza. Hivyo haikujalisha ni mwili wake wenye nguvu au ni kwa msaada wa nishati za nje. Mwisho wa siku, kuanzia misuli na kila seli ya mwili
asili yake ni nishati. Hivyo alichohitaji ni kujua namna ya kutumia hiyo nishati ndani ya mwili wake. Na hapo palikuwa pagumu zaidi, kwani nishati hiyo ilikuwa ndani ya mwili wake na sio kama ya kuvuna ambayo imetengana na mwili. Lakini kama mtu ataweza kutoa nishati ya mwili wake, basi nishati yoyote ya nje haiwezi kustahimili, kwa sababu density ya mwili ni kubwa mno kuliko nishati za mbingu na ardhi. Mfano halisi ulikuwa katika ngumi ya Hamza. Ilikuwa na nguvu zaidi ya nishati za mbingu na ardhi ambayo alishawahi kutumia. Mara baada ya kupata mawazo hayo, Hamza alihisi ulimwengu mbele yake ukiwa umefunguka, na matarajio yake juu ya vita hiyo yalibadilika kabisa. Hamza aligundua alikuwa ni mjinga mwanzo kwa kutokuelewa hesabu nyepesi. Alichopaswa kujua muda wote ni kwamba haijalishi mbinu nyepesi kiasi gani, haijalishi silaha ni dhaifu kiasi gani kwa macho ya kawaida, inachohitaji ni kusudi ama nuio pekee linaloweza kuifanya kutoa nguvu yake yote ya mwili. Aliamini bila ya uwepo wa nishati za mbingu na ardhi ni ngumu sana kupambana na nguvu za giza. Ila alichojua, nguvu ya kiroho ni aina ya nishati nyingine tu iliyogeuzwa, ambayo ilihitaji nyenzo kwa ajili ya kujidhihirisha, na nyenzo hiyo si silaha bali ni kusudi lenye uthabiti. Basi Skeleton akasema, Lucifer, kwa vyovyote vile unavyofikiri, bado tu unadhani unaweza kupigana na mimi kwa mwili wako huo? Shambulizi la awamu hii nataka kukuua kabisa na kukupeleka kuzimu. Aliongea Skeleton, na mara baada ya kumaliza aliita mfupa mmoja mkubwa na kisha alirushia kuelekea alipo Hamza. Hamza mara baada ya kuona vile, alichofanya ni kuinua ule mfupa uliokuwa mkononi mwake kwa mkono mmoja tu. Ingawa alifanya kiwepesi sana, lakini kilikuwa ni kitendo ambacho kilikuwa na muunganiko wa kimaelezo usioonekana kutoka kwa kila seli ya mwili wake. Yaani ni kama vile alikuwa akiongea na kila seli ya mwili wake namna ya matokeo anayohitaji kupitia silaha aliyoshikilia mkononi mwake. Hamza, nia ambayo alikuwa nayo ni kwamba anataka kuzuia hili shambulizi la mfupa. Ndio nia ambayo alikuwa nayo wakati akiinua silaha yake juu, kwamba anataka kuzuia hili shambulizi la mfupa. Hamza hakuhisi kabisa kama ametumia nguvu kubwa. Kama isingekuwa mwili wake kuwa katika hali ya uchovu kwa kuathirika na sumu, angeweza kusambaratisha silaha hiyo na pigo moja tu. Akawaza, kumbe ndio maana nilipigika vibaya sana na wale masanamu. Siri kubwa ilikuwa ni kwenye manuio yaliyowekwa katika silaha zao. Nia ambayo iliwekwa katika sanamu zile ilikuwa ni ya kujilinda na sio kushambulia. Lakini Hamza wakati anapambana nayo, alichukulia masanamu yale yalikuwa yakimshambulia, na hapo ndio maana alichapika. Yaani ni kama imani ya kutaka jambo lifanyike. Trusting, believes. Kitendo cha kutaka jambo hilo lifanyike kwa kusudi kubwa na manuio ndio mbinu ya kugeuza nishati ama kutoa nishati katika mfumo mmoja kwenda mfumo mwingine. Yaani kwamba ni ile unavokuwa katika ujana wako unaamini, mimi nataka kuwa tajiri, yani one day nitakuwa tajiri, one day nitaendesha gari, one day nitaendesha Range. Ile imani unayoiweka, oya, inatimia. Yani inafika. Nataka nifungue biashara mwisho wa mwaka. Yani mwisho wa mwaka huu hauwezi kufika, lazima utakuwa umefungua biashara. Na unaweka na juhudi na nia. Mbona unawini? Si ni hofu tu ndio inayotuangusha? Hakuna uchawi bali kuna kunuia ambako hubadili nishati kutoka muundo mmoja kwenda mwingine, uwe ni wa giza ama ni wa namna ipi. Yaani ni kama mtu anavyosema, nimetupiwa nguvu za giza. Nguvu ni nishati ya giza na ina chanzo. So tumaini lilichipuka katika macho ya Hamza. Miale ya kisasi iliamka na kisha alipiga hatua mbele na kuinua ule mfupa juu angani na kumsogelea Skeleton. Hata kama hatua za Hamza zilionekana kuwa za taratibu, lakini muda huo Hamza kupambana na adui mkubwa anayetumia nguvu za kiroho alikuwa akijiamini kuliko mwanzo. Aliishia kushikilia ule mfupa mkononi kwa nguvu huku akigandisha macho yake kwa Skeleton. Ingawa Skeleton hakuweza kuhisi nishati yoyote ya mbingu na ardhi wala nishati aina yoyote, lakini hakujua kwa nini anahisi ni kama kila anachokifanya Hamza anakiona. Alijihisi kwa kifaranga ambacho kinaangaliwa kwa juu na mwewe mkubwa na kusubiri tu muda mwafaka wa kushuka chini na kukichukua kwa jaribio moja tu. Skeleton kuhisi hivyo
alipotaka kufanya shambulizi bila makini. Mara baada ya kufyatua kile kifaa chake, mkono wa miale ya kijani iliwaka kwa kuibukia tena kutoka ardhini. Aina hiyo ya miale haikuwa ikiunguza, bali madhara yake yalikuwa katika ufahamu wa mtu na ilikuwa ni hatari sana. Hamza mikono yake ilishia kucheza kwa namna ya kipekee ya kimapigano alizojifunza na alizopata kuona kutoka kwa yale masanamu. Mara baada ya kuzungusha kwa muda kwa kuchezesha mfupa ule, ghafla tu aliupigiza chini ya ardhi kwa nguvu. Miale ile ya kichawi mara baada ya kukumbana na manuio ya silaha ya Hamza ilikuwa ni kama vile ardhi imefunikwa na kitu. Mgandamizo mkubwa wa kiroho ulizima mara moja ile miale yote. Skeleton akasema, "What? Hii inawezekanaje? Ni mbinu gani hiyo?" Skeleton alijikuta akitoa kelele. Alijisikia ni kama amekutana na kiumbe ambaye hajawahi kumuona. Yaani bila nishati za mbingu na ardhi, bila nguvu ya kiroho, Hamza amewezaje kuzima moto wake wa kichawi? Sasa Hamza moyo wake ulijawa na ghadhabu ya kisasi. Hakutaka kuchelewa kumpasua huyo bwana na kumgeuza vipande na kisha kuunguza mifupa yake na kusambaza kabisa majivu. Kwa nini amwambie siri aliyotumia kama ni kunuia tu kwa kuamini? Mbinu za kale katika matumizi ya silaha, msikilizaji, ama njia za kawaida za matumizi ya silaha zinajulikana siku zote kama kukata, kufyeka, kuchoma na mifano mingine. Si umesikia? Ukiachana na silaha, kuna mbinu nyingine kama vile mateke, kuruka, mizunguko na kuendelea. Nadhani unafahamu msikilizaji. Mbinu ya manuio ya silaha msingi wake ni kuzima kwa kulingana na tabia husika shambulizi. Yaani inaweza kuonekana ni rahisi, lakini mahitaji ama vigezo vinavyohitajika kutengeneza nia yenye nguvu ambayo inaweza kubadilisha kila aina nishati kulingana na adui husika ni kubwa sana. Ni kubwa mno. Inahitajika kujua mwili wako kisawasawa. Kujua muunganiko wa misuli yako kisawasawa. Kuweza kuutawala ufahamu wako kisawasawa bila vishawishi vya nje, na kisha kwa wakati sahihi kutumia silaha yako. Yaani sana wewe binadamu ambaye unaishi lakini hujui kusudio lako. Mtu mwingine anasema kusudio ni nini? Kusudio ni umeletwa duniani kufanya nini? Lucas Lumbasi hapa ameletwa duniani kusimulia simulizi. Hakuna mtu ambaye analazimisha hii kazi. Hayupo. Kuna mtu mwingine anajisikia raha anapotoa huduma. Yeye ni daktari. Anajisikia amani sana. Na hata umlipe mshahara 100,000, kwake ni raha yake ni kuona mtu amepona. Basi. Hilo ndo kusudio. Yaani kila ambacho unakifanya bila kulazimishwa ndo kazi yako hapa duniani. Kila ambacho unakifanya unajisikia amani ndo kazi yako hiyo. Usije ukaingia vyumba vya watu wengine, utasikia tu umeingia chocha kike. Yaani ni kama engine inavyofanya kazi bila kuwa na mpangilio wa mlipuko wa mafuta kwenye chemba, hakuna mabadiliko ya nishati mwendo yanayoweza kutokea. Hivyo kwa Hamza pia aliweza kujua kinachohitajika kufanyika ni nini ili kuweza kuimarisha manuio yake, na akageuka silaha kubwa. Hamza mara baada ya silaha yake kutua chini, umakini wake ulikuwa katika daraja la juu sana. Aliazima ile hasira iliyokuwa ikitafuna moyo wake na kutaka kuzima kabisa nguvu za adui yake. Japokuwa Hamza hakuwa kabisa na nishati yoyote ya mbingu na ardhi, lakini nguvu iliyokuwa ndani ya mwili wake ilikuwa ni kubwa kupita ile nishati za mbingu na ardhi. Mwanzoni Hamza hakuwa akitumia nguvu yake vizuri, no. Yale alichojua yeye ni kupiga ngumi na mateke, lakini muda huo alitumia nguvu zake za kimwili na kuzigeuza kuwa aina nyingine ya nishati ambayo inaweza kupambana na mashambulizi ya kichawi aliyokuwa akitupiwa. Basi bwana, Skeleton akasema kwamba siamini kabisa unaweza kupona katika nguvu ya ulozi wangu. Aliongea Skeleton huku akionyesha kukasirika, na haraka sana alifyatua ile silaha yake angani na kumtupia Hamza mapepo 3 kwa mfululizo. Mapepo yenyewe yalikuwa ni pepo la kisulisuli cha mauti, pepo la kinyamkera wa kuzimu na pepo la miale ya kuzimu. Dhoruba ya wingu jeusi lilitanda juu ya Hamza. Kila roho alikuwa amebeba aina ya shambulizi lake na kutaka kumwangukia Hamza kumdhuru. Hamza hakupata hofu kabisa, hakupata. Aliamini ili mradi ana uwezo wa kumlipia Regina kisasi. Hata kama uwe ni moto wa namna gani, yupo tayari kubadili. Yeye pekee na silaha yake ndogo alikuwa na uwezo
wa kufikilia mbali mapepo na kila aina ya roho mchafu. Jini Makata, jini Shumireta, jini Maimuna, kila kitu. Mara baada ya kuendelea kusikiliza sauti za vilio vya mapepo angani, Hamza pale pale aliinama kidogo akirudisha silaha chini na kisha kwa nguvu airuka na kufyatua ule mfupa na kusogelea kiwingu kile sasa. Mara baada ya kupitisha ule mfupa kwenye kiwingu, kiligawanyika katikati na kutengeneza uwazi kulia na kushoto. Muda huo Hamza airudi chini huku moto wa kichawi ukimdondokea. Lakini Hamza alifyatua kwa mara nyingine ule mfupa na ule moto ulizima kabla ya kumgusa bila madhara yote. Sasa tukio lote hilo linatokea, yani lilikuwa limetokea ndani ya sekunde moja tu. Skeleton mara baada ya kuona shambulizi lake limezimwa kwa hiyo staili, ajikuta kishanga mno. Halafu pia unachopaswa kuelewa ni kwamba Hamza asingeweza kuwa na uwezo kupambana na ukungu kwa namna yoyote ile kutokana na aina yake ya mashambulizi. Yani hata Hamza mwenyewe alikuwa akijishangaa. Mbinu aliyotumia kuwekeza miondoko ya silaha yake ilikuwa ni tofauti kabisa na hata ile ya masanamu aliyotumia, ambayo sanamu waliotumia. Sababu ni moja tu, Hamza alikuwa ni mtu na yale alikuwa ni masanamu. Na Hamza nguvu zake zilikuwa kubwa zaidi, hivyo ilikuwa ni ngumu kutumia sanaa ya mapigano katika kuwakilisha mkandamizo wa kusudi. Hamza muda huo aliweza kugundua kitu. Aliamini njia yake ya mafunzo haikuwa tatizo tokea mwanzo. Kiufupi ilikuwa ni sahihi. Hamza aliamini akishinda changamoto iliyokuwa mbele yake, baada ya hapo atakaa chini na kufikiria upya zaidi kuhusu ufunuo aliopata, maana ni kama hapo yani bado hajaelewa. Hamza alishia kugeuza macho yake na kuanza kutembea kumsogelea Skeleton. Japokuwa sumu ile ya mfu haikuwa na athari kwake, lakini yani ili kukinzana nayo alihitaji nguvu nyingi za nishati kutoka katika mwili wake na kisha kuzigeuza na kuwa za kiroho. Hivyo aliona anapaswa kuharakisha. Akasema kwamba ni muda wa kumaliza hili pambano haraka sana. Sasa Skeleton mara baada ya kumuona Hamza akimsogelea, hofu ilimuingia na kujikuta kirudi nyuma. Akasema kwamba Lucifer, wewe kweli ni gwiji wa kizazi kipya, lakini bado huwezi kunishinda. Skeleton baada ya kuongea hivyo akamezana kauli ya kizimba cha mfupa. Mara baada ya kauli hiyo alikuwa tayari yani kujizingira na nguvu ya kifo kwa mara nyingine. Na wakati huo mifupa mingi mirefu ilichomoza kutoka ardhini mmoja baada ya mwingine na kumzingira Hamza kwa namna ya kumtengenezea kizimba, yani kama keji fulani hivi. Lakini Hamza mara baada ya kuinua ile silaha yake juu ya mfupa na kufyatua, ikiambatana na nuio, kibanda chote kilisambaratika. Skeleton akasema, hapana, haiwezekani. Unawezaje hivi? Alimuona kabisa Hamza hakuwa na nishati yoyote ya mbingu na ardhi, lakini bado anaweza kusambaratisha nguvu zake bila ya kutumia nguvu nyingi. Alijiuliza kwa nini kila akitumia silaha yake kiwepesi tu shambulizi lake yani linaonekana ni kuwa na nguvu sio na kawaida. Ilikuwa ni kama kulikuwa kuna nguvu ambayo Hamza alikuwa akitoa katika namna alivyokuwa akitumia mfupa ule kama silaha. Skeleton alionekana ni kuwa katika hali ngumu sana kuelewa. Alijikuta akishikwa na hasira kwa kudhalilika. Hairusha kila aina ya pigo alilokuwa nalo kumsogelea Hamza, lakini wapi? Hamza alikuwa amechachamaa kupunguza umbali aliokuwa nao kati yake na Skeleton. Hivyo aliendelea kupiga hatua kwenda mbele na kutumia kila aina ya sanaa ya mapigano kuendana na spidi yake. Nguvu ya miguu yake ilikuwa ni kubwa kama vile alikuwa ni ndege anayeogelea angani. Licha ya kwamba alikuwa na uchovu, lakini mwili wake ambao alikuwa akiufunza kwa miaka zaidi ya 3 ulionyesha miondoko isiyokuwa ya kawaida. Hamza alitembea kama vile alikuwa akicheza ngoma na kufanya aonekane ni kama mzimu usio na uzito. Hamza alizidi kuhisi wepesi wa kila sekunde iliyokuwa ikisogea. Alijisikia ni kama kuna vitu vingi ambavyo alizidi kuvielewa. Hamza mdau alijilaumu kwa kutokuelewa mapema kwamba nishati ya mwili au nguvu ya kiroho ya mwili ni tofauti na ile inayopatikana nje ya mwili. Nishati ya mwili ni kama mazingaombwe, uchawi au nguvu ya kipekee ambayo inaweza kumlinda mtu kwa namna ya ajabu sana. Uelewa aliokuwa akipata, kama ingekuwa ni zamani angekuwa na furaha, lakini muda huo roho yake ilikuwa imemezwa na roho ya kisasi. Alichotaka kufanya ni kumlipia Regina kisasi. Sasa Hamza aliruka juu na mwili wake ulikuwa ni mwepesi kiasi kwamba ulienda mbele bila ya kutumia nguvu kubwa kama mwanzo.
Ndani ya sekunde tu Hamza alikuwa sharuka kutoka alipokuwa na kwenda kutokea mbele yake. Skeleton alijikuta akiwa katika hamaki, kwani licha ya kila alichofanya kumzuia Hamza asimfikie, kilishindwa kuwa na athari kabisa kwake. Hajawahi kuona mtu akitumia mbinu ambazo hazieleweki kama Hamza maisha yake yote hajawahi. Hamza hakuwa na nguvu za kutosha, na muda huo aliona atumie pumzi yake ya mwisho iliyobakia kutoa shambulizi lake la mwisho lenye nguvu. Hamza alifyatua mfupa uliokuwa kwenye mikono yake na kutengeneza engo ya 360 wakati wa kumsogelea huyo Skeleton. Yaani ukipasua kichwa chake anaweza kupona. Ukichoa moyo wake anaonekana kuwa sawa. Hamza hakuamini kwamba kama atamgawanya mara mbili anaweza kupona. Shambulio lake Hamza lilikuwa limejaa upako. Lilikuwa ni jepesi lakini lenye nguvu mno, ambayo ilitegemea spidi yake na nguvu ya mwili wake pamoja na muunganiko kamili wa mwili wake. Na hakika ilionekana kuwa shambulizi ilionekana kama ni shambulizi ambalo sio la kawaida. Kwa mbali Black Fog mara baada ya kuona mashambulizi mengi ya Hamza ya kupangua alijikuta kibunga. Lakini mara baada ya kuona silaha ya Hamza ikimfyeka Skeleton, alikuwa katika mshtuko mkubwa sana. Kwa daraja lilokuwa Black Fog, ilikuwa ni ngumu kuelewa mbinu wa mapigano ya Hamza. Msichana huyo alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa pia. Hakuelewa kwa nini mapigo mepesi tu yanaweza kutoa nguvu kubwa namna ile ambayo haizuiliki. Licha ya Roda kuwa mbali, lakini aliweza kuona hali aliyokuwa nayo Skeleton. Bwana huyo alionekana kuwa katika hali ya kukata tamaa. Alionekana kabisa hakuwa na uwezo wa kukwepa. Hakukwepa kabisa shambulizi la Hamza. Skeleton yeye alishia kutoa kilio cha kutia huruma, huku akitoa msisimko wa kifo kujaribu kukinzana na shambulizi la Hamza, lakini msisimko wake wote ulizimwa mara moja. Silaha yake aliyoshikilia ilidondoka chini, huku mwili wake ukitenganishwa mara mbili. Skeleton joho lake liliachia wazi. Ndani yake kulikuwa na vipande vya mifupa iliyovunjika. Hatimaye mwili halisi wa Skeleton ulionekana. Hamza na Black Fog walijikuta kishangaa mara baada ya kuona ndani ya Skeleton kulikuwa na mwili mwingine wa kizee uliosinyaa mno na wenye muonekano usiokuwa wa kawaida kutokana na uzee wake. Pengine ni kutokana na kujifunza nguvu za giza, ndio maana mwili wake halisi ukasinyaa, na matokeo yake ilibidi atumie Skeleton kwa ajili ya kutengeneza udanganyifu kwamba hawezi kuuliwa. Kumbe ni mtu halisi aliyejificha ndani ya mbavu za Skeleton. Kitendo cha Hamza kushambulia eneo la katikati kwa namna ya kumfyeka bila kujua alikuwa ameshambulia kichwa halisi cha Skeleton. Gwiji huyo mpaka anapoteza uhai hakujua ni kwa namna gani Hamza ameweza kumdhibiti wakati alikuwa amechoka mno. Hamza mara baada ya kushinda, mwili wake wote ulianza kukumbwa na uchovu mkali na akili yake ilianza sasa kuingiwa na hali ya ukungu. Mfupa alikuwa ameshikilia katika mkono wake ulidondoka chini ardhini. Alikuwa amesikia hali ya sumu ya mauti ndani ya mwili wake ikiendelea kumtafuna kwa kasi kubwa. Licha kwamba Hamza aliweza kushinda, lakini hakufanikiwa kutoa sumu iliyokuwa ndani ya mwili wake, na aliona bila ya kuwa na mbinu ya mgawanyiko hakujua ataweza vipi kuimele. Mara baada ya kutingisha kichwa chake kwa namna kujaribu kujiweka sawa, hatimaye midomo yake ilitoa tabasamu la afadhali akiangalia maiti ya mke wake. Akasema kwamba wife, nimekulipia kisasi na kufuata huko ulipo. Aliongea Hamza na pale pale alidondoka chini na kufumba macho. Lakini muda huo kiumbe kilichofunikwa na moto wa dhahabu kilishuka kutoka angani na kwenda kutoa mbele ya Hamza. Sauti ilisikika ikisema kwamba Hamza, wewe kichaa, hebu acha kuniogopesha hivyo. Mtu aliyekuwa amefika hapo alikuwa ni Nyaka. Mwanzoni Kanyakasura bwana hakakujua hata kwa nini kalikuwa kanaenda huo upande. Alikuwa na hasira na ni kama yani hakuwa akiamini Hamza amempoteza kwa sababu ya Regina. Yaani amempotezea kwa sababu ya Regina. Kwamba ni Hamza hana time tena na Nyakasura. Hakutaka kujihisi kuchanganyikiwa kwa ukoso wa majibu, ndio maana aliamua kuja hapo kwa ajili ya kutaka maelezo kutoka kwa Hamza kwa nini alimdharau. Na alijiambia kama Hamza asipoomba msamaha wake, basi atampotezea kuanzia hapo na kisha ataunguza nyumba. Lakini ile alipokuwa akisogea karibu, aliweza kuhisi nguvu kali ya msisimko wa kifo. Nyakasura kufikiria tena na pale pale
aliegesha gari na kutumia nguvu zake na kusogea haraka. Lakini alifika akiwa amechelewa, kwani ndio pambano lilionekana kutamatika na Hamza kupoteza fahamu. Black Fog mara baada ya kumuona Nyakasura ni kama akili ilimrejea na kusota huku sasa akipiga makelele akisema, "Madam, naomba muokoe bro, msaidie apone." Nyakasura alishia kukunja sura. Hakujua imekuwaje Skeleton kutokea hapo na kupigana Hamza. Sasa ile anataka kuangalia mapigo ya Hamza, ghafla sura yake ilitua katika maiti ya mtu mwingine. Ulikuwa ni mwili wa Regina na alijikuta akishangaa mno. Nyakasura alizidi kushangazwa na mkuki uliotoboa kifua chake na kujikuta kuhamaki bila ya kupenda. Alijiuliza nini kimetokea. Sasa Rhoda akasema kwamba dada Regina kwa ajili ya kumsaidia bro kukinga shambulizi alishia kuuliwa. Alikuwa anaongea Rhoda huku akitoa kilio cha kwikwi. Nyakasura sura yake ilifubaa baada ya kuona kwamba Regina amefariki. Uhalisia alioweza kushuhudia ulimfanya kushindwa kujua cha kufanya. Mwanzoni wakati akimwambia Regina hakuwa na thamani ya kuwa na Hamza, ilikuwa kutokana na kwamba alitamani uwezo wa Hamza. Alikuwa akitaka kutumia uwezo wa Hamza kujinufaisha. Lakini muda huo sasa ndio anajua Regina amejitoa kafara kwa ajili ya Hamza. Ajisikia tofauti kwamba Regina kaamua kutoa uhai wake kwa ajili ya Hamza. Nyakasura moyo wake ulikumbwa na majuto makali sana na kujilaumu. Ndio sasa najua hakufanya sahihi, alijikweza sana na kumshusha Regina hadhi. Rhoda alisema ya kwamba Miss Nyakasura, Sister Regina ameshindwa kumuokoa licha ya kusalimisha uhai wake. Haraka naomba ufikirie namna kumsaidia bro. Kwa Sister Regina najua ndio hivyo, kashafariki tayari. Rhoda aliendelea kuomba kwa sababu hapo mtu ambaye anaonekana sasa kidogo ana afadhali akiwaishwa eneo la hospitali ama kupewa huduma ni Hamza. Regina ndio hivyo. Black Fog alikuwa akitembea pia kwa maumivu makali na asingeweza kufanya chochote kwa hali aliyokuwa nayo zaidi tu ya kumtegemea Nyakasura kufanya maajabu. Kwa hiyo msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata kuweza kumzika Regina. Mwenye afadhali kidogo ni Hamza. Kwa sababu Hamza alikuwa amepoteza fahamu tu. Na Nyakasura hisia zake zirudi na pale pale muangalia Hamza ambaye alikuwa amepoteza fahamu. Hamza kidogo anaweza, ila Regi tukutane sehemu inayofuata kwa ajili ya mazishi ya Regina. Tafadhali sana sehemu itakayofuata kisha umekuwa umevaa nguo nyeusi kwa sababu tutakuwa tuna msiba wa Regina. Kwa hiyo sehemu ya 62 vaa nguo nyeusi ili tuweze kuomboleza maumivu ya malkia wetu Regina. Na Hamza kumuua Skeleton ni kwa sababu ya analipa, amefanya revenge ya mke wake, mkewe Khadej. God be with you till we meet again. Bye bye.